Lakini niseme ziara yangu hii ya Singida ni jukwaa la kuwasikiliza wananchi wote. Tutasikiliza kila mwananchi mwenye changamoto, mwenye kero. Mwananchi yoyote kama yupo anaonewa kwa namna yoyote, wajibu wetu kama chama ni kwenda kusikiliza umma unatuambia nini, kwa sababu katika ahadi zetu sisi za wanachama pia tunasema tunaamini kwamba watu wote ni sawa, hakuna aliye mkubwa aliye mdogo, wote tunalingana na wote ni sawa, hivyo lazima tuweze kutendeana utu. Hivyo nitumie fursa hii kualika pia wananchi wa mkoa wa Singida ambao wana changamoto mbalimbali waweze kujitokeza, waweze kufika, na sisi tutaweza kuwasikiliza na kuweza kutatua changamoto zao ambazo watakuwa nazo. Lakini jambo lingine ambalo ninapenda kulizungumza hapa, chama chetu cha Mapinduzi kinaamini kuwa siasa za kitaifa hazipaswi kuendeshwa kwa jazba, hazipaswi kuendeshwa kwa lawama au maneno ya kukatisha tamaa, bali siasa zetu za vyama vyote inabidi ziongozwe kwa hoja, ukweli na dhamira ya kulijenga taifa letu. Chama makini na chama imara hakikimbii hoja, hakikwepi mijadala, bali kinaungana na wananchi kuweza kusikiliza, lakini kuhakikisha siasa inafanyika katika kuwaletea wananchi maendeleo na sio kuleta madhira au madhara kwa umma. Kwa nini nasema kauli hii? Vipo baadhi ya vyama vya siasa ambavyo kazi yao kubwa ni upotoshaji, kudandia ajenda zisizo na msingi, kuligawa taifa, lakini kutokuwa wa kweli. Hivyo nitumie fursa hii kuomba vyama vyote vya siasa tukiongozwa na Chama cha Mapinduzi twende kwenye mijadala ya hoja, ya kujenga hoja. Siasa ni pamoja na kusikilizana, ila chama chochote kinachokimbia mijadala maana yake hicho chama kimekufa. Na vyama hivyo vipo, na vingine mnasikia havitaki maridhiano, vinasema hatutaki kukaa meza moja. Sasa hawa ajenda yao sio njema kwa taifa hili. Hivyo niombe Watanzania waweze kujinasibisha na vyama ambavyo vimebeba ajenda za maendeleo, ajenda za amani, ajenda za umoja na mshikamano ambao utaleta ustawi katika maendeleo yetu.